TBS tumekuja kuongea na jamii au jumuiya ya wafanyabiashara wa halmashauri ya wilaya ya Itigi. Tumefanya mikutano nao kwa sababu ya mwaliko waliotupatia wa kuja kuelezea kazi za TBS ambazo zilikuwa zikifanywa na iliyokuwa inaitwa TFDA, kwa maana kazi ya udhibiti ubora wa bidhaa za vyakula na vipodozi. Kulikuwa na gap kwamba walikuwa hawana uelewa. Kwa hiyo wale ambao tumewakasimisha majukumu yetu katika ngazi ya halmashauri, walivyokuwa wakienda kutekeleza majukumu yao, walipata upinzani wa wafanyabiashara au kutokulipa au kulipia hizo tozo ambazo wanastahili wazitie katika biashara zao za migahawa, bar, store, maduka, biashara nyingine za bidhaa za vyakula na vipodozi. Kwa sababu ya kutokuwa na uelewa, tumeonelea sasa tupate mikutano nao ili tuwaeleze kwamba hizi kazi zipo kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo tangu mwaka 2021 zimewekwa kwa Standard Regulation 2021, kwamba kanuni za viwango za mwaka 2021 ambazo zinasimamia utekelezaji wa majukumu ya udhibiti wa ubora wa bidhaa za vyakula na vipodozi katika ngazi ya halmashauri, ambapo tumekasimisha hizo kazi katika hizo halmashauri. Tumefanya mkutano wa kwanza pale ya halmashauri ya Itigi mjini, na baadaye mkutano wa pili tumefanya tena na wafanyabiashara katika kata ya Mitundu, ambayo ni kata mojawapo katika halmashauri ya wilaya ya Itigi. Mwamko ni mzuri, wamejitokeza kwa wingi, tumeelezana sintofahamu walizokuwa wanazipata, hususan katika muktadha mzima wa kuwakubali wale watu wa halmashauri kwamba iweje tena wakiwa tayari wameshamalizana na maafisa biashara waje tena kuna vibali vingine vya masuala ya bidhaa za vyakula na vipodozi. Walikuwa ni vitu ambavyo hawavielewi. Tumeona kweli kulikuwa na gap, tukaona tulete elimu, na mwisho wa siku tumepata mwafaka, wameelewa na wako tayari sasa hivi kwamba sasa tutapokuja tena kwa wakati mwingine hakutakuwa na vikwazo tena vya wao kutoa ushirikiano kwa watumishi hao wa halmashauri ambao tumewakisimisha kazi hizi za mambo ya usajili wa bidhaa za vyakula na vipodozi. Kiukweli siku ya leo mimi mwenyewe nimeweza kufurahi. Kuna wenzetu wa TBS ambao wameweza kutufikia kwenye kata yetu, lakini ni kwa ajili ya elimu kwa wafanyabiashara juu ya swala zima la tozo za TBS, lakini kwa namna ambavyo wanaendelea kudhibiti ubora wa vitu mbalimbali hasa vyakula na kadhalika. Lakini ni kitu kimojawapo, kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa sivijui, lakini mpaka sasa napata elimu kwa namna ambavyo TBS wameweza kukabidhi namna hii ya kushughulikia kukagua udhibiti na ubora wa bidhaa hizo kuiachia halmashauri. Kwa hiyo ni namna ambayo kuna elimu mbalimbali ambazo tulikuwa hatuzijui, lakini kwa namna ambavyo wamekuja siku ya leo waratibu wote wa TBS makao makuu na kadhalika, tumeweza kuelewa na wafanyabiashara wengi wameweza kujua kwamba wanatakiwa kulipa ni kwa sababu gani. Basi gala linatakiwa kulipiwa kwa maana ya store, lakini pia duka linatakiwa kulipiwa, lakini pia mfanyabiashara wa rejareja anatakiwa kulipa kiasi gani, wa jumla anatakiwa kulipa kiasi gani, lakini na wa kawaida anatakiwa kulipa kiasi gani. Tumeelewa mwanzo tulikuwa wagumu kuweza kulipa kodi ya TBS kwa sababu tulikuwa hatuna elimu yoyote na tulikuwa hatujui chochote juu ya TBS. Lakini baada ya kuwa tumekutana nao, wametupa elimu, tumeelewa vizuri na tupo tayari kulipa, kutoa ushirikiano kulipa, kwa sababu moja kwa moja tumeelewa nini maana TBS, faida yake ni ipi na kwa nini TBS ipo mpaka huku chini kwa sisi wafanyabiashara wadogo wa madukani. Wanasema elimu haina mwisho. Wasiishie tu hapa halmashauri ya Itigi, kwa sababu elimu inahitajika mbali zaidi na jamii inahitaji elimu. Kwa naomba TBS waendelee na sehemu nyingine wakaeneze hii elimu kuhusu haya mambo ya TBS, mambo ya ubora na elimu nyingine mbalimbali zinazohusiana na TBS, waeneze sehemu nyingine kwa sababu bado watu hawaelewi kuhusu haya mambo ya TBS.